Naitwa Mwalimu George Benson Sanga. Kabla sijawasilisha salamu za ofisi ya Katibu Mkuu wa Chama cha Ukombozi wa Umma, niruhusu niseme kidogo kwa sababu namfahamu Mligo. Mligo ni mwalimu wa wengi ikiwepo mimi. Miaka kadhaa iliyopita nimepita kwenye kituo chake kwa muda wa ziada, tulikuwa tunaita tuition, na wakati huo ikiitwa academic tuition providers. Wanafunzi wengi ni mashuhuda kwamba safari yetu ya kuwa tulivyo imechagizwa na kituo cha Mheshimiwa Mligo ambaye leo tunamuita marehemu. Lakini kama hiyo haitoshi, iko sifa moja ambayo hatujaitaja na tumeizungumza kwa ujumla kwamba amekuwa ni kiongozi wa maeneo mbalimbali nje ya siasa. Basi nafasi mojawapo ambayo marehemu amekuwa nayo mpaka umauti unamkuta, alikuwa ni mwenyekiti wa wamiliki wa vituo vya elimu binafsi, hivi vituo vya open schools. Ndiye alikuwa mwenyekiti, na mimi nikiwa miongoni mwa watu ambao tulikuwa tukipata maongozi na maelekezo kutoka kwake. Na nakumbuka wiki moja mbili zilizopita tu aliniambia, mdogo wangu, napambana afya yangu ikae sawa, nitafika hapo kukutembelea ili nikusaidie taratibu za usajili wa kituo. Mungu amempenda zaidi, hajatimiza matamanio yake mengi ambayo alitamani kuyafanya. Naamini tunaobaki tutajitahidi japo kwa sehemu kujaribu kufanya yale ambayo pengine mwenzetu yako ni matamanio yake kuyafanya. Tumsifu Yesu Kristo. Familia ya kina Mligo na watu wa Kisilo na Lugenge kwa ujumla mmebarikiwa sana. Ni watu ambao mnatoa viongozi katika nyanja mbalimbali, kiroho, na mapadri, watawa na watu wengi, lakini serikalini, kwenye siasa na maeneo mbalimbali. Na hata sasa mnaye binti yenu anaitwa Mheshimiwa Sigrada Mligo, ambaye ni mbunge wa viti maalum, mtoto wa kwenu. Taifa linajivunia sana kwa kufiwa na Mheshimiwa Mligo. Tanzania leo inajua kwamba kuna msiba Njombe. Poleni sana. Lakini ofisi ya Katibu Mkuu ikapokea kwa masikitiko sana taarifa za msiba huu, zingatia kwamba ndio wasimamizi wa Mheshimiwa Sigrada Mligo. Kwa walivyotoa taarifa tu kwenye chama, basi chama kama mkuu akasema kwa majukumu mengi aliyopo atashindwa kusafiri kwa haraka. Basi mimi kama katibu wa mkoa ni washii salamu hizo za rambirambi za ofisi ya Katibu Mkuu Chauma. Anawapa pole familia, anawapa pole wana Lugenge, anawapa pole wana Kisilo. Ombi lake kwenu ni kwamba tuyaenzi yale mazuri ambayo Mheshimiwa Mligo aliyaasisi, ikiwa ni pamoja na kupenda haki na mshikamano bila kujali itikadi. Ofisi ya Katibu Mkuu inatambua kwamba Mheshimiwa Mligo kama sehemu ya familia ya kina Mligo alikuwa ni sehemu ya msaada wa maombi na kumtia moyo binti yao Sigrada katika mchaka wa kisiasa. Hiyo ndio sababu amelazimika leo kutuma uwakilishi hapa. Na ofisi ya Katibu Mkuu inatoa rambirambi ya shilingi 300,000 ambayo kwa maelekezo ni kwamba ikabidhiwe kwa mjane wa marehemu. Kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Sigrada anao marafiki ambao wamejumuishwa katika kundi lake la WhatsApp linaloitwa Marafiki wa Mheshimiwa Sigrada Mligo. Ni 300,000 ofisi ya Katibu Mkuu. Poleni sana. Anao marafiki ambao wamejumuishwa katika kundi moja la WhatsApp linaloitwa Marafiki wa Mheshimiwa Sigrada Mligo, kundi ambalo hata marehemu alikuwepo. Yaani hata ninapozungumza sasa admins hawajamremove kwa sababu bado hawaamini. Kwa mpaka sasa anasomeka kama yupo sehemu ya watu ambao wapo kwenye grupu lile kama marafiki wa Mheshimiwa Sigrada. Basi marafiki wa kwenye kundi lile pamoja na wale ambao hawako kwenye kundi lile lakini marafiki wa Mheshimiwa Sigrada
nao pia wametuma salamu za pole sana kwa familia, lakini pia pamoja na salamu za rambirambi. Lakini baada ya kushauriana na kuwasiliana na Mheshimiwa Sigrada ambaye ndiye aliyelengwa na wachangiaji hao kwenye kundi, ametusononesha sana alipotupa habari mmoja wapo kati ya mambo ambayo aliambiwa na marehemu wakati wa uhai wake, kwamba mdogo wangu, kama nisipokuwepo duniani ninao watoto, na anasema akamtaja mseminari, akasema na mseminari wangu, hakikisha akasonga mbele. Kuna maelekezo ya Mheshimiwa Sigrada kwamba kiwango cha fedha 500,000 ambayo ililengwa kwa ajili yake basi akabidhiwe mtoto anayesoma seminari anaitwa Bright. Namba mtoto asogezwe. Shilingi 500,000 na ifanyike kama alama kuwaita wadau wengine kuangalia safari ya elimu ya watoto hawa. Baba yake alikuwa anapenda elimu, ni mdau wa elimu, anafahamika. Basi hiyo ni wito wengine wote kutamani kuona mseminari huyu ndugu wake na mkubwa wao wanafika kule ambako matamanio ya baba yao na matamanio yaliyo ndani yao yapo. Mungu awabariki sana. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Mimi ni katibu wa Chauma mkoa wa Njombe. Asante sana. Mungu awabariki kwa kushiriki pamoja nasi. Ninaomba sasa, kwa kuwa amekuja katibu wa Chauma, ninaomba sasa nimwinue mbunge wa Chauma viti maalum Mheshimiwa ambao bado nilikuwa nahitaji malezi yako na ushauri wako. Nani atanituliza kwamba Sigrada tulia au dogo tulia? Lakini namalizia neno kubwa ambalo uliniachia kwa mara ya mwisho mbele ya mke wako. Ulisema kuna mtoto wangu anaitwa Bright anatamani useminari, lakini mimi nilitamani aende shule za serikali. Nikamwambia haiwezekani, kama yeye ameamua mwache aende. Wewe ulikimbia seminari, kwa hiyo lazima tufidie Bright kwa niaba yako aje awe padre. Na nikamtania, nikasema ataongoza misa ya mazishi yangu wakati huo mimi nitakapofariki. Baada ya hapo Bright alienda shule. Kingine kilichokuja kutokea baada, alivyorudi likizo, mmenikatia maiki. Alivyorudi likizo, nikamwita Bright, nikamwambia Bright, wewe unataka kuwa padre, ili uwe padre unajua safari ni ndefu sana. Akasema ndiyo shangazi. Nikamwambia chagua zawadi unayotaka, chagua zawadi unayotaka, chagua zawadi unayotaka ili nikupe, usiache useminari. Akachagua gari. Nakumbuka nilikuwa na mama yake, tukacheka sana, nikampa shilingi 50,000 tukaagana. Ninachoweza kukuahidi leo Mligo hapa, nitahakikisha Bright anasoma na kuwa padre kwa gharama zangu, kwa gharama zangu. Naomba ieleweke, ndo njia pekee ninayoamini nitakuenzi Mligo. Dakika za mwisho tulipatana sana. Asanteni sana. Asante sana, asante sana. Pole sana Mheshimiwa mbunge.